Habari ya mjini sasa hivi ambayo imetrend inaendelea kutrend na kuchukua vichwa vya habari, kila nikifungua katika mtandao nakutana na hii habari, ni kwamba hakuna Mungu. Ni habari ambayo inavuta usikivu wa watu wengi, na watu wengi wamejitokeza sasa kusema hakuna Mungu. Na kabla sijaingia katika kuelezea hiki, labda nikukumbushe nyuma kidogo. Kuna wakati ambapo ilikuwepo ni tabu, yani ilikuwepo ni kashfa mtu kuongelea habari ya ushoga, yani mtu kujitokeza na kusema kwamba mimi ni shoga au kutetea ushoga na kadhalika. Na cha ajabu ni hivi, ili hicho kitu kiweze kukubalika, wakaanza na policy Marekani inayosema don't ask, don't tell, yani kwamba usiulize wala usiseme. Na ilipoendelea baadaye, sasa kukawa na mwamko mkubwa sana wa watu kuanza kutoka na kuanza kusema kwamba bwana mimi ni shoga. Mwingine anasema bwana mimi nimekuwepo in the closet, yani amejifungia katika hiyo hali kwa muda fulani, na watu maarufu wakajitokeza kwa wingi sana na kuanza kuongelea taarifa hizo, na baadaye sasa kikawa ni kitu ambacho kimekubalika katika jamii za Wamarekani, na baadaye ikawa ni kitu cha kawaida, na ikawa sasa watu wengi ambao wanasherekewa ni kama na celebrities, watu maarufu wakawa sasa wanajitokeza na kusema kwamba wao ni mashoga, wanasiasa na kadhalika, na ikawa ni sehemu ambayo ya jamii, na baadaye zikapitishwa sheria za namna hiyo. Sasa leo hii sasa kuangalia hilo jambo, lakini najaribu kulilinganisha hili jambo na miaka 10 iliyopita au miaka 5 iliyopita. Kama mtu angejitokeza hadharani na kusema kwamba hakuna Mungu na haamini katika Mungu, sisemi kwamba watu hawakuwepo namna hiyo katika jamii yetu. Sasa hapa naongelea Tanzania, ilikuwa ni jambo fulani ambalo lingeonekana wao, yani huyu jamaa ni mtu wa namna gani, angetengwa labda na jamii na vitu kama vile. Lakini sasa hivi imekuwa ni trend ya kawaida kwa mtu kutokea na kusema kwamba hakuna Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile ambacho kama kilichotokea Marekani. Ili watu wafikie katika kiwango cha juu, ni lazima wachomwe sindano inayoitwa desensitized, wawe desensitized, yani wachomwe sindano ya ganzi. Sindano ya ganzi hii ni kwamba kwanza ni lazima waanze kuhakikisha kwamba hili jambo au jambo wanalolitaka liweze kueleweka na watu, kwanza lisemwe mara kwa mara. Likishasemwa mara kwa mara, watu waweze kuzoea, waanze kuona ni sehemu ya maisha, alafu sasa inakuwa ni rahisi kuweza kulipokea na kulitungia hata sheria. Ikiwa na maana kwamba miaka 20 iliyopita ilikuwa ni vigumu sana kwa taifa la Marekani kutunga sheria za kukubali ushoga, lakini baada ya kusemwa sana na kuonekana ni sehemu ya maisha, kwamba mbona hata fulani maarufu anakubali kwamba hii ni maisha sahihi, mbona fulani anakubali, basi ikawa sasa ni sehemu ya maisha, na ikawa sasa ni sheria. Na Marekani sasa hivi sheria, huwezi kumgusa mtu shoga kwa sababu ana haki zake. Sasa kama nilivyosema, leo hii tunataka niongee swala zima la hakuna Mungu, na hii pia imekuwa ni trend na imekuwa ni kitu ambacho watu wengi hata maarufu unaanza kuona sasa wanaanza kusema hawaamini katika Mungu.